Wow, Bwana Yesu asifiwe. Popote pale ambapo unatusikiliza, karibu sana. Hii ni Amka na Rhapsody, wakati mzuri kabisa wa kujifunza neno la Mungu. Siku njema ya Ijumaa tarehe 9, na moja kwa moja asubuhi ya leo tutakwenda kumshukuru Bwana kwa nafasi na fursa tuliyoipata kuweza kumwabudu. Bala kasitili mandara bosa. Mangra dibo jola mandara bazegiri bokoro bala mandara basitili bokura. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa fursa hii, kwa nafasi uliyotupatia asubuhi ya leo Bwana. Asante kwa uweza wako na nguvu yako. Asante kwa utukufu wako na ubora wako Bwana. Wewe ni kimbilio letu, wewe ni ujasiri wetu, wewe ni nguvu yetu Bwana, wewe ni hamasa yetu Mfalme. Asante kwa kila anayetusikiliza asubuhi ya leo. Asante Bwana, maana nguvu yako inapenya na kugusa ndani ya mioyo yetu, ndani ya nafsi zetu, ndani ya miili yetu. Neno lako ambalo ni nuru, neno lako ambalo ni taa, neno lako ambalo ni uzima, linaingia kwenye kila nyanja maisha yetu, linamgusa kila mmoja wetu asubuhi ya leo, katika namna tofauti, katika namna pekee, katika ubora ambao hauwezi kuelezeka Bwana. Asante kwa afya njema na uzima tele ndani ya miili ya kila anayetusikiliza Bwana, kama matokeo ya kupokea neno hili. Maana neno lako ni tiba, neno lako bala kasetikeli baraba ulobosa katala bandiribo kulo baraba ze. Neno lako ni uzima wetu Bwana. Ribo jala mandaraba sentili bokura. Neno lako ni dawa, jante kitili baraba zira. Na asubuhi ya leo, haijalishi nani anatusikiliza Bwana akiwa katika changamoto gani au ugumu gani, neno hili linaweza likafika na kuleta suluhisho na jibu kwenye kila nyanja maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunaomba na kushukuru. Oh, hallelujah, hallelujah. Rhapsody ya leo, okay, kwa wale ambao labda wanatusikiliza kwa mara kwanza, Rhapsody hakika ni kitabu ambacho kinatoka kila mwezi, kina neno la kila siku, kinachoandikwa na mtu wetu wa Mungu, Mchungaji Kristo akiwa PhD. Na ni kitabu ambacho unaweza kujipatia kwa gharama tu ya shilingi 3,000 kama nakala ngumu, lakini pia unaweza kujipatia katika nakala nyepesi, ile laini ambayo unaweza kusoma katika simu yako au kifaa chochote cha kielektroniki. Na utaweza kuwasiliana na sisi katika namba zifuatazo: 0736 000 999, 0736 000 999. Na asubuhi leo neno linasema Yesu ni ujumbe wa Mungu. Malekasa katikili badabasilavaya. Yesu ni ujumbe wa Mungu. Tafsiri nyingine inasema Jesus is God's message. Andiko la ufunguzi ni Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Neno linasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Wala kasiti ilipokula. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na mtoto Mungu anza kusema neno katika maandiko ya ufunguzi hapo juu yanamaanisha logos kwa Kigiriki, logos, Logos. Logos ni neno linalotumika kwa ujumla wake, kwa sababu linajumuisha matamshi, linajumuisha dhana au fikra, wazo na ujumbe. Kwa kusema logos utakuwa unamaanisha matamshi, unamaanisha dhana, unamaanisha fikra, unamaanisha wazo, unamaanisha ujumbe. Na jambo kuu kuhusu logos ni ule ujumbe wake wenyewe, yani ule ujumbe uliobebwa katika hayo matamshi au katika hiyo dhana au katika hiyo fikra au katika ungesema hilo wazo. Ni kama unaposema nimekutumia ujumbe au nitakutumia ujumbe, hiyo inamaanisha ulituma neno. Kwa hiyo atakapolisoma lile neno ndo atakutana sasa na kile kichoko ndani, ule ujumbe wenyewe au kile kiini chenyewe cha ujumbe uliotuma. Na mtoto Mungu anasema unaposoma sura ya 1 ya Injili ya Yohana kutoka mstari wa 1 hadi mstari wa 14, inakujulisha kwamba Yesu ndiye logos wa Mungu. Bala kasiti libo. Ndio lile neno la Mungu, ndio ule ujumbe wa Mungu. Na mawazo yake yote, inamaanisha mawazo yote ya Mungu, fikra zote za Mungu na maoni yote ya Mungu yamefungamanishwa, bala kasiti libo kuru bala au yameunganishwa ndani ya Yesu. Sikiliza hili. Ujumbe wote wa Mungu, mawazo yote ya Mungu, fikra zote za Mungu, maoni yote ya Mungu yamefungamanishwa au yameshikamanishwa ndani ya Yesu. Yesu ni udhihirisho wa ufahamu wa Mungu. Yeye ni ufunuo wa moyo wa Baba.
Ukitaka kujua Mungu anafikiri nini, Yesu ndiye kielelezo chake. Allah kasitike libara bala basira. Embu tafakari ya maandiko kwanza kidogo. Umesikia hichi ambacho mtumishi wa Mungu katika Kristo anaeleza na kufundisha hapa katika kitabu, katika Rhapsody ya leo? Anasema hivi: Yesu ndio udhihirisho wa ufahamu wa Mungu. Yeye ndio ufunuo wa moyo wa Baba. Ukitaka kujua moyo wa Mungu ukoje, mwangalie Yesu. Ukitaka kufahamu maarifa ya Mungu, ufahamu wake ukoje, mwangalie Yesu. Ukitaka kujua Mungu anafikiri nini, anafanyaje mambo, anaitikiaje jambo, mwangalie Yesu. Yeye ndio kielelezo. Kuna andiko linasema kwamba Bwana Yesu ndio express image of God. Yaani ndio ile taswira ya haraka ya Mungu. Yaani ukitaka kujua Mungu Baba angeitikia namna gani kwenye jambo lako, kwenye issue yako, kwenye hali ya familia, mji, taifa na ulimwengu, mwangalie Yesu Kristo. La kradiga la barabasoto. Injili ya Yohana sura ya kwanza hiyo mstari wa 9 na 11 inatuambia jambo la ajabu. Inasema, kulikuwako na nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea. Hii ni Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka 11. Neno la Mungu, ujumbe wake ulikuja ulimwenguni, alikuja kwa walio wake hawakumpokea. Unasikia hili? Yaani ile nuru ya watu inayomwangazia kila mwanadamu anayezaliwa katika ulimwengu huu. Ilikuja ulimwenguni kama neno, ambao kupitia nuru hiyo, kupitia neno hilo ndio ulimwengu huu uliumbwa. Vyote vilifanyika kwa neno hilo. Na pasipo hilo hakuna chochote kilichofanyika katika ulimwengu huu, mtumishi. Lakini bado alipokuja kwa walio wake hawakumtambua. Ndio Mungu anasema, alikujaje? Swali, kwa sababu kama ndio ameumba mbingu na nchi, kama ulimwengu wote umeumbwa na yeye, inakuwaje ulimwengu haumtambui tena hata alipokuja? Inakuwaje ulimwengu haujaweza kumjua alipokuja? Ndio Mungu anasema alikuja kupitia manabii kama vile Musa, kama vile Samueli, kama vile Yeremia, kama vile Isaya, kama vile Ezekieli na manabii wengine kadhalika. Lakini ulimwengu haukupokea lile neno. Yaani na maana Musa alivyokuwa anahubiri, Samueli alivyokuwa anahubiri, Yeremia alivyokuwa anahubiri, Isaya alivyokuwa anahubiri, Ezekieli alivyokuwa anahubiri, lile neno ndio Kristo. Wale walio wake hawakulipokea, walilikataa, wakashindana nalo. Hawakujua kwamba neno lile lilokuwa linazungumzwa ndio logos ya Mungu, ndio Kristo mwenyewe. Kisha Biblia inasema neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu wa mwana pekee aliyotoka kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hii ni Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 14. Tafsiri ya NIV. Kwamba neno hilo alifanyika mwili baada ya kwamba ameshakuja mara kadha wa kadha kupitia vinywa mbalimbali vya manabii, na wale walio wake hawakumpokea, hawakumsikia. Mwisho akaamua kuja yeye mwenyewe katika mwili. Lile neno likavaa likafanyika mwili, mtumishi, likavaa mwili. Ndio Mungu anasema, tazama alichofanya Mungu, ujumbe ukafanyika kuwa mtu, mwanadamu, Kristo Yesu. Yaani ile neno la Bwana likafanyika mwili, mtumishi. Likazaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi. Katika ulimwengu huu.
maliko zonto loko robo loko sira. Yani utapokuwa unasoma Biblia yako, unasoma vitabu vya Isaya, unasoma Ezekiel, unasoma Yeremia, unasoma vitabu vya manabii, elewa lile neno ndo Kristo mwenyewe. Kumbuka tumesema Yesu ni logos. Logos ni nini? Ni dhana ya Mungu, ni fikra ya Mungu, ni matamshi ya Mungu, ni wazo la Mungu, ni ujumbe wa Mungu. Kwa ule ujumbe ambao ulikuwa unakuja ni ile taifa la Israeli na kwa ulimwengu wote kupitia wao, ndio Kristo mwenyewe. Ndio Mungu anasema kabla Yesu akuja kulikuwa na baadhi ya watu waliopokea ujumbe wa Mungu na kuamini kwamba siku moja wangefufuka kutoka kwa wafu na kupata uzima wa milele. Ibrahim aliamini, Daudi aliamini, manabii walimzungumza au walizungumza juu yake, walijua siku ingekuja, nao waliamini. Kwa hiyo ingawa kuna ambao walikataa, kuna ambao hawakuamini, lakini bado kuna ambao pia wengi waliamini. Manabii waliamini, mfano Ibrahim, Daudi, walitazamia siku ya Bwana. Kwa ujumbe wa Bwana uliokuja kwao kupitia kinywa cha malaika, kupitia huduma ya Roho Mtakatifu na mafunuo ambao waliyapata, waliuamini na kukubali. Mtoto Mungu anasema manabii walizungumza juu yake, walijua siku ingekuja, nao waliamini. Malaika alimletea Danieli ujumbe huo pia. Alimwambia juu ya wale ambao watafufuka kwa baraka za milele na wale ambao watahukumiwa milele. Nenda kasome hiyo Danieli sura 12 mstari wa 2. Hii jambo limezungumzwa hata kabla Kristo hajaja, siku nyingi sana mtumishi. Kwa kuna wale ambao wanafikiri, wanadhani unajua hamna kitu kinaitwa mbingu bana. Hamna kitu kinaitwa ngesema jehanamu. Hamna hivyo vitu. Ukishakufa basi ndio umeenda. Malarabo sotoloba. Biblia inasema ni mpumbavu tu ambaye anafikiri na kuwaza neno moyo wake kwamba hakuna Mungu mtumishi. Sio mtu mwenye hekima, sio mtu mwenye maarifa, ni mpumbavu ndio anayefikiri kwamba hapa duniani utupo tu, ukishamaliza umeenda. Kwa hiyo hamna maisha baada ya hapa. Pala karabo sotoloba. Bwana akupe rehema na maarifa na nuru yake Injili ifunguke ndani ya moyo wako, kuelewa kweli Injili mtumishi. Usipotee wala usiangamie. Malaka setili barabaraba. Sikiliza. Tudo Mungu anafanya reference hapa, anarejea anasema malaika alimletea Daniel ujumbe huo pia. Alimwambia juu ya wale ambao watafufuka kwa baraka za milele na wale ambao watahukumiwa milele. Danieli 12 mstari wa 2. Nenda kasome. Kwa hiyo baraka seti. Usiishi maisha kwa ajili yako mwenyewe mtumishi. Ukubali huu ujumbe ambao tumekuletea leo kwamba Yesu ni ujumbe wa Mungu. Ukimwamini utapokea uzima mtumishi. Kale yako itaisha, itabadilika. Utapokea aina mpya ya uzima. Malaka seti liboru barabasira. Utarejezwa katika uhusiano wako na Mungu. Mtoto Mungu anaendelea kusema, neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Hili ni jambo la ajabu sana. Ile neno la Mungu, ile fikra ya Mungu, yale mawazo ya Mungu, ule utashi wa Mungu, kala prako toko loko zira, yale mapenzi ya Mungu, makusudio yake, yakafanyika mwili mtumishi, yakakaa kwetu. Sauti ambayo Musa alisikia kutoka kile kichaka kilichokuwa kikiwaka moto bila kuisha, bila kuteketea. Ule ujumbe alioandika Musa kutoka kwa Mungu kwa ajili ya wana wa Israeli. Yale maandiko ya manabii yote yalivaa mwili mtumishi, yakadhihirishwa kwa mwanadamu. Malaka sitiki kabalabaya. Ukisoma hii ndio utaelewa kwa nini Bwana akiwa anaongea na wale, akiwa anahubiri wakati fulani na anazungumza na wale wazee wa Kiyahudi, Mafarisayo na Masadukayo na waandishi, akamwambia kabla Ibrahim kuwepo mimi nipo. La parato kosokoboluba. Malaka sikiri. Tena anasema mimi niko. Yaani akifanya ile, akirejea ile neno lile kwamba mimi niko ambaye niko. Pale ambapo Musa alimuuliza Bwana,
Sasa unanituma kwenda kwa taifa la Israeli, watu wetu au watu wangu, naendaje kule kama sikujui wewe ni nani? Yani nitamwambia wewe ni nani? Nani amenituma? Bwana akamwambia waambie niko ambaye niko. La parabalabazeti ala karabula. Hai. Sasa Bwana alipokuja pia wakati anazungumza na wale waandishi na Masadukayo, akawaambia kabla Ibrahimu kuwepo mimi niko. Rakati li baraba. Wakataka kuchukua mawe mpige. Wanamwambia nakuaje wewe? Tunamjua baba yako na mama yako. Wadogo zako tunawajua, dada zako tunawajua. Wewe una miaka hata 50 unasema kabla Ibrahimu kuwepo upo. After zaidi sana alisema mimi niko, yani kwamba nimeendelea kuwepo, sio kwamba nilikuwako. Alitumia tensi, ungesema ile tungu ambayo inamaanisha yani yuko hai kuanzia wakati huo mpaka sasa hivi, yani anaendelea kuwa hai. Anasema mimi niko, sio nilikuwako. Nilikuwako ni kama vile alikuja akafa kabla Ibrahimu. Anasema mimi niko. La paratika la barabaya. Ai. Sasa unaposoma hii ndio unaelewa kwamba Yesu ni ujumbe wa Mungu. Kwa yale ambayo Ibrahimu aliamini, Biblia inasema akawa rafiki wa Mungu. Yale maandiko aliyoamini, yale maneno ya Mungu aliyoyatumainia, hata hakusita kwa kutokuwa na imani. Ile logos ya Mungu ndo huyu Yesu Masihi. Rapa liko roko soto roba. Kabla hajavaa mwili mtumishi. Masiti gila maragula. Biblia inasema ni neno la Baba ambalo linakaa kifuani mwake. Ratike limo roko supa la baraba. Sasa siku moja lile neno ambalo lilikuwa halijai kuonekana nje likavaa mwili mtumishi. Ndio hii Injili ya Yohana sura 1:14. Malaka siti libukula. Na maandiko yanasema tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Arataka labasira. Kwa tafsiri nyingine inasema grace heaped upon grace. Yani neema imejazwa au imetutwa juu ya neema. Yani neema juu ya neema. Neema nyingi sana. Neema na kweli mtumishi. Malaka siti libukula. Ndani yake hakuna uongo mtumishi. Malaka siti libukula balabara bandiriga la barabazira. Hakuna udanganyifu, hakuna giza. Alaka siti libukula. Hakuna kutahayari. Ukimwamini huyu Yesu Kristo, siku ya leo tunazungumza mtumishi. Kale yako inapita mtumishi. Unafanyika kuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yanaisha. Malaroto koloko sira. Unaingia kwenye upya wa uzima mtumishi. Baba anakuwa Mungu Baba anakuwa ni baba kweli kwako. Huyu Mungu Mwenyezi aliumba mbingu na nchi. Huyu aliye mtukufu mkuu wa kipekee ambaye hawezi kuelezeka. Anakuwa baba kwako mtumishi. Unakuwa na direct access. Yani una upenyo wa moja kwa moja wa kwenda kuzungumza naye wakati wote, saa yote, masaa 24, bila kuwa na hisia ya hatia, hukumu, uoga au wasiwasi. Malaka rabo loko soto lokuru balabaya. Unaletwa kwenye daraja lake mtumishi. Unakuwa na aina yake ya uzima, unakuwa na asili yake. Jika la baramanda la bazira. Huyu jina lake ni Yesu, neno lililo hai. Utukufu kwa jina lake milele. Malaraboto loborobos. Kripa la mangra dibolobodo bazigiri bugura. Hebu tafakari ya maneno ya asubuhi leo tumishi. Hebu waza kuhusiana na hichi kitu tunasema au idhana, au uhalisi. Reality ni zaidi ya dhana mtumishi. Yani ni sijui nisije kwa Kiingereza, kwa Kiswahili nasema yani ni truth, ni kweli. Ni halisi, ni udhihirisho. Fanya ukiri pamoja na mimi asubuhi leo. Rudia maneno haya pale unapo unanisikiliza, yote ambaye unanisikiliza. Ni ukiri wa neno la Mungu unaolandana kile ambacho tumejifunza siku ya leo. Sema, mbarikiwa Bwana Yesu. Wewe ni mkuu na wastahili sifa nyingi. Wewe ni neno katika mwili. Wewe ni utimilifu wa uungu na udhihirisho wa fikra, mawazo na maoni ya Mungu. Wewe ni uzima wa milele uliodhihirishwa katika wanadamu. Bala marango solo borobos. Wewe ni ufunuo wa moyo wa Baba, haki yake, upendo wake
neema yake, wema wake na rehema zake. Wewe ni neno la milele la Mungu. Ninakupenda sana na siku zote. Aya, malaratuluko sikalabaraba zilibarabaraba. Hebu mshukuru Bwana asubuhi ya leo. Rabazitili barabanda rabasira. Kama unaweza kunena kwa lugha, nenda kwa lugha pale ulipo. Ranti gisha la manda rabasiri bukuru balanta la manda rabozinti liburu balabazira. Umesikia baraka hii ya ukiri tulioizungumza? Inasema mbarikiwa Bwana Yesu, wewe ni mkuu na wastahili sifa nyingi. Wewe ni neno katika mwili. Wewe ni utimilifu wa uungu na udhihirisho wa fikra, mawazo na maoni ya Mungu. Umewahi kumwaza Bwana Yesu namna hii? Umewahi kumfikiri hivi? Malakarabulubusira. Sio tu kumwaza na kumfikiri, umewahi kutamka maneno kama haya mbele zake kutoka ndani ya moyo wako? Malakasikilipa. Yeye ni uzima wa milele. Unajua maana hilo neno? Labradibulubusita. Yeye ndo life. Sio anakupa uzima. Yeye ndio uzima. Malaratolokosundurubalabazira. Uliodhihirishwa katika mwanadamu. Ndio maana anasema mimi ni njia, kweli na uzima. Nimekwambia Bwana hadanganyi. Bwana exaggerate, yani hakuzi mambo kuliko uhalisi wake mtumishi. Neno lake ndio kweli, neno lake ndio final, ndio la mwisho. Akisema hichi ndicho mtumishi. Bwana Yesu ndio ufunuo wa moyo wa Baba, ndio haki yake, ndio upendo wake, ndio neema yake, ndio wema wake, ndio rehema zake. Bwana Yesu ndio neno la milele la Mungu. Hebu tuingie ndani kwa kusoma mistari ifuatayo tunapokwenda kuhitimisha. Ili kusome katika Injili ya Yohana sura ya kwanza, kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 14. Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka 14. Andiko linasema, kulikuwa kuna nuru halisi amtiaye nuru kila akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwa walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Mstari wa 14. Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, tukauona utukufu wake, kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Hiyo ni Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka wa 14. Natakwenda kuhitimisha kusoma andiko katika waraka kwanza Yohana. Mstari wa kwanza. Waraka kwanza Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. Waraka kwanza Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. Neno linasema, lile lililokuwako tangu mwanzo, tulilosikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilitazama na mikono yetu ikalipapasa, kwa habari ya neno la uzima. Na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeuona, tena tuushuhudia, na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Unasikia maneno? Hilo tuliloliona na kulisikia tuwahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu sisi ni pamoja na Baba na pamoja na mwanawe Yesu Kristo. Emna kasome tena hii Yohana kwanza. Waraka kwanza Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kwamba neno la uzima, yani ule uzima milele ulidhihirika. La garaba la bazira. Kuna siku nimewahi kuuliza swali hapa, hivi uzima ni nini? Uhai ni nini? Au ukisema uzima milele ni nini? Sasa uzima wa milele kama ulikuwa hujui, nakupa definition ya haraka na nyepesi ambayo ndio definition yote, yani ungesema ndio mnyumbulisho wote wa uzima wa milele. Uzima wa milele ni Yesu Kristo. La gradiba la barabazira. Yeye ndio uzima wa milele. Ala kasira. Nenda kasome waraka wa kwanza Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Utaona ninachokwambia.
Ena pia kasome waraka kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 11 mpaka 13 uone. Ai, malaka setekele baba basila. Ujumbe wa leo ulikuwa unasema Yesu ndio ujumbe wa Mungu mtumishi. Yeye ndio uzima wenyewe. Raba sekele bokoro. Yeye ndio alfa na omega, yeye ndio mwanzo na mwisho. Yeye ndiye ambaye ndiye brother. Lara basom tolo baraba la basira. Gratolo bragila mangra dibo lobozira. Yeye ndio mkuu, mfalme, mtawala, bala mandara, wakuu wote wa dunia mtumishi. Mala sante kida balaba. Yeye ndio Bwana mabwana. Malika rabala bazira. Na asubuhi leo kama unatusikiliza, huyu Yesu Kristo ajawa Bwana mwokozi wa maisha yako. Fanya badiliko leo. Fanya uamuzi leo. Mkubali leo. Njoo katika uhalisi huu mtumishi. Balaba sekeli bokura. Hama kutoka katika mauti, njoo katika uzima. Malaka sekeli bokura. Fanya sala hii pamoja na mimi asubuhi leo, sala ya wokovu, na huyu Yesu Kristo awe Bwana mwokozi wa maisha yako. Sema, Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Kwa kufanya sala hii, elewa kwamba Kristo amefanya kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako. Ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Na wakati huu nitakwenda kufanya sala hii kwa ajili yako. Nitamke baraka hii juu yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wale wote watusikia asubuhi ya leo. Wale wote ambao wamemkiri Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yao asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu Kristo, Shetani hana madai yoyote dhidi ya maisha yao kuanzia leo hii. Hao ni viumbe vipya. Wanaishi ndani yako, wanaenda ndani yako Bwana. Na wabariki kwa neno lako, na wabariki kwa roho wako. Na wabariki kwa jina lako. Wametunzwa na kuhifadhiwa. Wanaongozwa katika njia iliyo sahihi, yenye ubora na ushindi. Asante pia Bwana kwa wale wote ambao tusikiliza kuanzia kipindi hiki kimeanza mpaka tunapokwenda kuhitimisha. Baraka setele mandara bazidi bokura. Maarifa neno hili yanazidi kusonga mbele, kupanuka na kutenda kazi ndani ya mioyo yao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wanamfahamu sana wanao Bwana. Wanamfahamu sana Bwana wetu Yesu Kristo. Masihi rabulu karabalatika labadabazida. Wanakuja kwenye uelewa huu wa undani kabisa. Wanakuja katika ushirika huu ambao ushirika halisi ni ushirika wetu na wewe Bwana, na ushirika na mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Rapa lingra anto lobra alamasidi barabara bonda. Kwa wale wote ambao wana changamoto katika miili yao, asubuhi leo tumesikia kuhusiana na Bwana wetu Yesu Kristo. Tumesikia kuhusiana na ujumbe wa kwako Bwana ambao ni yeye. Na tunatamka uzima na afya tele juu ya kila mmoja wao, katika utosi wa vichwa vyao, katika nyama miguu yao, kwenye kila chembe hai ya mwili, kwenye kila seli, kwenye kila tishu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Wow, Mungu akubariki sana kwa kutusikiliza asubuhi leo na wakati huu. Kama ungependa kuwasiliana na sisi, wasiliana nasi katika namba zifuatazo: 0736000999, 0736000999. Mungu akubariki sana. Karibu sana Fidea. Asante sana. Amina.